ya Mathayo kwamba enendeni ulimwenguni pote mkahubiri Injili, aaminie na atabatizwa. Na ikiwa Mungu ameturuhusu kutoka sehemu za Kongo na kuwa hapa katika eneo hii, ni kwa sababu tu ya kuhubiri ufalme wa Mungu. Amina. Kwa majina ninaitwa mtumishi wa Mungu Ejide, ndio jina langu. Mimi ni mume wa mke mmoja na watoto 4. Haleluya. Amina. Nimefanya ndoa ambayo ni halali kwenye serikali. Hata wazee wa kanisa wakatuwekea mikono, yaani ikakubaliwa kuwa ndoa sahihi kama linavyosemwa katika maandiko ya neno la Mungu. Sikuja peke yangu, tumekuja pamoja na watumishi wengine 3 ambao kwa wakati pia watajifasiria. Tumekuwa na mtumishi Teofile Mayumpa, tumekuwa na mtumishi Frederike Amani pamoja na Bahati Chiza msomaji. Na kama tunavyokuja, kila mmoja na kile ambacho amechangia ili Injili ifike katika maeneo. Tunashukuru kwa mapokezi ambayo pia tumeipokelewa katika eneo hii ya Mwanza. Amen. Amen. Kwa kweli hatuna mengi ya kusema zaidi ya kumwambia Mungu awazidishie moyo ya ukarimu na hiyo kujua kuwapokea wageni. Najua maandiko yamesema katika Waebrania 13:2 yake kwamba msisahau kuwahifadhi wageni, kwa sababu kwa njia hiyo hata Abrahamu aliwapokea malaika na wakaweza kumwahidia kuwa atakuwa baba wa mtoto na baba wa mataifa. Ni pale aliahidiwa kupata mtoto aliitwa Isaka, kwa sababu alijua kuwapokea wageni. Amen. Na hii ni jambo ambao wengi wamesahau, lakini nashukuru kwa sababu nyinyi mmeikumbuka na mmeifanya. Kadiri mnavyotupokea ndivyo pia Mungu awabariki. Amina. Atuende mbali, tuna semina ya neno la Mungu. Amen. Amen. Lakini kabla sijaenda mbali, msomaji atatupatia kitabu kile cha Mezali tu. Msomaji wetu Chiza Bahati utatupelekea katika kitabu cha Mezali. Kuna neno ambalo mtungaji wa hicho kitabu amesema, na ninakifurahia sana hicho neno kwa sababu kina faida kubwa katika usemi ambao nimeielewa kadiri gisi Mungu anavyo tupatia neema. Inasema nini 12:1 ya kitabu cha Mezali? Kila apendaye mafundisho hupenda maarifa kabisa, bali achukiaye ndio hulaumiwa ni kama mnyama. Ainuliwe Yesu kila leo milele. Amina. Huyu mwandishi wa kitabu cha Mezali, nafikiri Mezali na ni Mezali tu katika kueleweka, amesema kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Huyu mtu anapenda awe na maarifa. Kwa usemi mwingine tumesema anatafuta awe na ujuzi. Kwa sababu gani? Mpendwa unayetusikiliza, Mungu ana furaha na wapumbavu. Mungu anawataka watu wenye akili. Mungu anawataka watu wenye ujuzi. Haleluya. Amina. Mungu anawataka watu wenye maarifa. Yale ninayoyasema, akili, ujuzi, maarifa, sijasema hiyo ambayo imewafanya watu wapate vyeti kwenye chuo, wala wapate degree, wala wapate kadi katika maofisi. Hapana. Akili ninayoisema hapa ni ile inayotokana na uweza wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Amina. Sababu kuna watu wamesoma, wana madigrii, wana vyeo, wakiwa ofisini wanaitwa waheshimiwa, hata wamepigiwa magoti,
lakini ukiwatafuta katika ulimwengu wa Ukristo wameishi kama wapumbavu. Yaani wanatumia vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Amina. Lakini wana akili. Nafikiri ni hivyo kabisa. Wanasoma, wanaheshima. Lakini mezali anasema kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Yaani kinyume cha maarifa ni upumbavu. Na ukirudia kwenye Zaburi, msomaji, kabisa 51 yake tusikie nasema nini ili tuingie kwenye somo vizuri. Kitabu cha Zaburi. Zaburi 50, nafikiri 50 pale, tutaenda kwenye 51 kisha tunaenda 53:1. Inasema nini? 51. Twende vizuri. Mungu. Ndio. Mungu Bwana amenena. Amenena nini? Ameita nchi. Ndio. Toka mawio ya juu kabisa hata machweo yake. Ndio. Tokea Sayuni. Ndio. Ukamilifu wa uzuri. Mungu amemulika. Mungu amemulika. Tunapoongelea neno kumulika ni kuangaza. Kama vile tumesema jua imemulika, yaani imetupatia mwangaza. Twende kwenye 53:1. 53:1 inaongea, mpumbavu amesema moyoni mwake nini? Hakuna Mungu. Nawaza imeeleweka kabisa. Kwenye Methali imesemwa apendaye mafundisho utaupenda maarifa. Lakini kwenye Zaburi imesema mpumbavu usema moyoni mwake Mungu hayupo. Sasa tunapoongelea neno Mungu hayupo, si kwamba haamini kwamba Mungu hayupo. Anajua kwamba Mungu yupo, lakini anapokutanana na matatizo ameenda kutafuta msaada kinyume na Mungu. Yaani amesema Mungu hawezi hili. Huyu ni mpumbavu. Hata akiwa ameanza chuo ya primary, ameenda kwenye sekondari, hata akiwa amefanya sijue, hata amepata sijue degree za namna gani, kama anaweza kufanya vitu ambavyo havikubaliane na Mungu, Mungu amemwona kuwa ni mpumbavu. Lakini wale wanaopenda mafundisho, maandiko yanasema wanatafuta wawe na maarifa. Amen. Na watu wa maarifa ndio Mungu anaowatafuta, ndio Mungu anaowapenda. Sasa acha niongee hivi, wewe na mimi ambaye tuko hapa tumekusanyika pamoja ili tusikilize neno la Mungu kwa makusudio la kutaka kuwa na maarifa, ama tuwe na akili, tuwe na ujuzi, ili tufanye kuwa watu wazima mbele za Mungu. Shida ni nini wapendwa? Kwa karne tunayoishi, kwa siku tunazoishi, watu, nisikie vizuri, watu kwa namna ningeongea, watu wanapenda vitu vya Mungu, lakini watu hawampende Mungu. Naeleweka vizuri kabisa? Watu wanapenda vitu vya Mungu, lakini watu hawampendi Mungu. Ndio kwa maana ukiwapelekea watu Mungu, watu wanamkataa Mungu. Lakini ukiwapelekea watu vitu vya Mungu, watu wanavikaribia. Ninapoongea vitu vya Mungu, naongea miujiza, naongea ishara, naongea mafanikio, naongea mibaraka, naongea uponyaji, naongea kuuza gari, sijue nyumba na vitu kadha wa kadha. Yaani ukija kuwahubiri watu mafanikio, nafikiri utajaza vibanda, utajaza manyumba na utawapokea watu wa kila aina. Lakini ukiwapelekea watu ukienda kuwapelekea watu Mungu, tunapomuongea Mungu si lingine, Mungu tunayemsema anaitwa neno. Amen. 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 Yaani ukipelekea watu neno la Mungu, watu hawapendi neno. Ndio maana nakwambia watu wanapenda vitu vya Mungu, lakini watu hawampendi Mungu. Yaani watu wanapenda mafanikio, hawapendi neno. Wanasahau kwamba katika kitabu cha Injili ya Mathayo kwenye 24, msomaji kinisomea pale kwenye 35 ngapi? 55. 24
Twende kwenye 24 34 35 36. Anasema nini? Inashuhudia na kusema, twende vizuri, katika 24 34, amina nawaambia, kizazi hiki kitapita hata kizazi yote. Ndio yatakapotimia, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Amina. Amina. Nini alitapita? Neno la Mungu. Mengine yote yatapita. Kuoa yatapita, kuzaa yatapita, nyumba nzuri yatapita, degree zenye tulipata kwenye vyuo yatapita, urembo wetu utapita, heshima na sifa vitapita. Lakini maandiko anayoyanukuu msomaji, kadiri Yesu alivyoyasema, kile ambacho akitapita ni neno. Sasa kila yeyote ambaye anataka asipite, yani adumu milele, ni yule ambaye ataishi ndani ya neno. Amen. Vizuri, imeleweka kabisa. Kila atakayeishi nje ya neno ana mwisho, na mwisho wake ni jehanamu. Lakini kila atakayeishi ndani ya neno, haleluya, amen, haleluya, amen, huyu hatapita. Amina. Hata dunia mcheke, akiwa ndani ya neno ana thamani. Hata awe mtu ambaye hana thamani mbele ya watu, kama anakaa ndani ya neno. Na ndio maana ninataka semina yetu iitwe semina ya neno la Mungu. Amina. Kuna watu wanafanya semina za nyimbo. Amina. Amina. Kuna watu wanafanya semina za siasa. Kuna watu wanafanya semina za maendeleo. Lakini sisi tunakaa hapa ili tufanyikiwe kukutanana kwa ajili ya semina ya neno la Mungu, ili tupate maarifa. Jambo la pili, tukiwa tumefanyikiwa kupata neno, yani tumejipatia uhakika ya kwamba hatutapita, bali tutaishi na Bwana wa neno milele. Amen. 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 Yale mambo mengine maandiko yanasema ni nyongeza. Miujiza ni nyongeza. Ameisema Yesu katika Mathayo. Sijaingia kwenye somo, niko nataka kusogeza moyo wako tuelekee nafasi fulani. Kwenye Mathayo 6, msomaji, kama hata 20, nafikiri 24 pale kuna maneno Yesu amesema, hadi unaruka kwenye 26. Tuangalia sehemu mbili pale. Nasema nini? 24. Inasema nini? Hakuna mtu awezaye kumtumikia mabwana wawili. Wende tu kwenye 26. Waangalieni ndege wa angani. Ndio. Ya kwamba hawapandi. Ndio. Wala hawavune. Wala hawakusanyi ghalani. Ndio. Na Baba yenu wa mbinguni ndio huwalisha hao. Kabisa. Ninyi je, si bora kupita hao? Ndio. Ni upi kwenu? Ambaye akijisumbua ndio aweza kujongeza kimo chake hata mkono mmoja? Endelea msomaji. Na mavazi ndio ya nini kuyasumbukia? Kabisa. Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo. Simama. Ainuliwe Yesu. Amina. Yale mambo mengine si vibaya Mungu akitupa, lakini hata asipotupa hatumuachi. Amina. Amen. Amen. Kuna watu wameacha Mungu, walifunga ndoa, yapata mwaka hawajapata mtoto, wamemwacha Mungu. Kuna watu walikuwa na mapato kabla ya wokovu, walipopata wokovu wakafisirika katika mapato, wamemwacha Mungu kwa sababu ya kukosa mapato. Kuna watu wana masababu zao, lakini sisi hatuna sababu yoyote ya kumwacha Mungu. Rudi kwenye 22. Hapo tu ile 6:22. 6:22. Ndio. Taa mwili ni jicho. Ndio. Basi jicho lako likiwa safi kabisa, mwili wako wote utakuwa na nuru. Simama. Ndugu zangu, kama umenielewa ninapoingilia kwenye semina, nataka usiwe mvivu wa kusikia neno la Mungu. Mbarikiwa na Yesu. Amina. Usiwe mvivu wa kusikia neno la Mungu. Najua wazungu
kuna vitabu vyao nimevisoma, wanasema hivi: sisi wa Afrika, kama umependa umfiche Muafrika pesa, naanza tumeelewa pesa kwa hapa, tumesema shilingi. Kama umependa uwe na pesa na umfiche Muafrika, hizo pesa asizione, uzifiche kwenye kitabu, sababu ni wavivu wa kusoma. Amen. Inaeleweka? Yaani ukificha nyumbani kwenye mavazi atayaona, lakini ukiitia ndani ya vitabu haipati. Sababu gani? Hawapendi kusoma, na Wakristo hawapendi kusoma Bible. Umeelewa vizuri? Amen. Na wakati tumekosa kuwa na bidii, tumekosa kuwa na ujitoaji wa kusoma Bible, ni pale umekuta Wakristo wakiongea Ukristo, hawaongelee Ukristo wa Bible, wameongelea Ukristo kwenye vichwa vyao. Sasa wakiongea Ukristo ambao sio kwenye Bible, Ukristo umetoka kwenye vichwa, ikisikilika kwa ndugu zetu Waislamu, wanaleta maswali kwa yale walioongelea, wanamwambia utupe haya katika Bible inaoongelea yale unaoyasema hana andiko. Sababu gani? Anaongea mambo ambayo hayana msingi katika maandiko. Ukristo unapoteza uzuri wake. Amen. Ukristo umezaraulika. Haleluya. Jambo la pili kinacholeta utata ni nini? Wakristo, kuna wengine wanaongea Ukristo kwa mambo yaliyo katika Bible, lakini ukimuuliza imeandikwa wapi, hajue. Sasa akikutanana na wale wapingaji, wale wapinzani wa Ukristo, anamwambia tu nipe aya inayoongea yale unaoyazungumuza. Anayakosa. Sababu gani? Wakristo wana udhaifu mkubwa wa kusoma Bible. Afadhali angeshinda kwenye Facebook, kwenye WhatsApp, kwenye sijua YouTube, lakini ajipe muda hata wa saa moja tu, aisome Injili ya Mathayo, aisome Kumbukumbu la Torati. Ni kugumu sana, na hii imewafanya hata wengine ukiwasomea andiko fulani ni kama wanashtuka, na haya nayo yako kwenye Bible, yapo. Amena. Amina. Lakini udhaifu wa kutokusoma inafanya yapotee. Mungu awabariki. Amina. Acha tuingie kwenye semina. Somaji, mwalimu. Kichwa ya semina yetu iko kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza 21 moja yake hadi 5. Tayasoma ni pale tutaanzia semina yetu ya neno la Mungu. Wafalme wa Kwanza ndio 21 yake 21. Ndio msomaji, kistari chake ni cha kwanza, tunaenda hadi 5. Inasema vizuri: ikawa badala ya hayo, ndio Naboti Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli, ndio karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Kabisa. Ahabu akasema na Naboti, ndio akamwambia, nini? Nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu. Ndio. Nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu leo nzuri zaidi. Twende. Au ukipenda nitakupa fedha, ndio sawa sawa na thamani yake. Kabisa. Naboti akamwambia Ahabu, ndio Bwana apishe mbali, nikupe wewe urithi wa baba zangu. Basi Ahabu akaenda nyumbani mwake. Na kwa kwenye ngapi? Na atakafika katika fungu lake la 4. Twende msomaji. Kwa sababu ya neno lile aliambiwa Naboti Myezreeli akisema, ndio sitakupa urithi wa baba zangu. Sitakupa urithi wa baba zangu. Kabisa. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Amina. Amina. Semina ya neno la Mungu katika maandishi ya Bible ama Biblia, tumeanzia kwenye Wafalme wa Kwanza, kwa sababu katika vitabu vya Biblia kuna Wafalme wa Kwanza na kuna Wafalme wa Pili.
Hapa tumeongelea kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Yaani hapa imeeleza maisha ya wafalme waliotawala katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Niongee hivi ili upate maarifa, mtoto wa Mungu. Katika utaratibu wa Mungu aliyoufanya ili kuwaongoza watu katika mapenzi yake, Mungu alipowatoa wana wa Israeli katika mji wa Misri, mahali walipokuwa watumwa. Amen. Amen. Hiyo utumwa ambao wao walikuwa ndani, wale wana wa Israeli waliofanyikiwa kujikuta wakiwa Misri utumwani, jambo la kwanza, wao wenyewe hawakufanya kosa lolote wala hawakufanya dhambi ili waende utumwani. Sijue lile jambo limeingia masikioni mwetu. Lakini ili wajikute wako utumwani, nisikie vizuri hapa, mtoto wa Mungu, shida ilikuwa ni nini? Ili kwamba wajikute wako utumwani, chanzo cha utumwa wao ilitokana na babu yao Abrahamu. Wakati Abrahamu alikuwa akimfanyizia Mungu ibada, maandiko yanasema Abrahamu akatengeneza madhabahu. Niongee vizuri habari za madhabahu, mchungaji. Nikikumbuka nimeongea hivi, kuna mengine Wakristo wanaisema lakini haitokane na Biblia. Inaelewa vizuri? Nilete mfano moja. Tukiongea habari ya madhabahu leo katika Ukristo, wamejua ya kwamba mahali hapa ambapo ninatia Bible ndipo panaitwa madhabahu. Mmetega sikio? Umenielewa vizuri? Kabisa. Wakristo wengi, hata niseme asilimia 90 cha Wakristo wanajua hapo mbele mahali ambapo mwalimu anaposimama ili atoe neno, pale anaposimama kama ninavyosimama hapa, hiyo sehemu wao wanaita madhabahu. Hiyo usemi iko kinyume na Bible. Mmenielewa vizuri? Kabisa. Hiyo maneno inatoka kichwani, hayatokane na Bible. Katika Biblia yote ukisoma, madhabahu ilikuwa inamaanisha nafasi palihitajika kutolea dhabihu ambao ni sadaka ya kuteketeza kwa moto. Amen. Inaeleweka vizuri? Yaani ikisemwa madhabahu ni nafasi iliyotengenezwa ili kutolea dhabihu. Dhabihu ni aina ya sadaka ambayo ilihitajika iende kwa Mungu peke yake. Sasa ili imufikie Mungu, ilibidi waichome kwa moto, Mungu apokee hiyo harufu pamoja na moshi. Hiyo nafasi ndio iliitwa madhabahu. Ndio maana ukisoma habari za Elia pamoja na manabii wa Baali, maandiko nasema Elia akajenga madhabahu akitumia majiwe 12 akatia sadaka. Mungu Yesu apewe sifa. Amina. Hapa ninataka upate maarifa, sababu Ukristo sio ule tunaojua huko mitaani. Huko hiyo ni Ukristo Ukristo ya utapeli. Ile ni Ukristo bandia. Katiba ya Ukristo ni Biblia. Sasa kila tunachokiamini kama hakitokane na Biblia, yani tumeamini vibaya. Hapa ninaposimama, hii mahali nimetia Biblia ya kwangu, hapa sipo madhabahuni. Umenisikia vizuri? Hapa sipo madhabahuni.
Na kama una hiyo imani ya kujua ya kwamba nafasi ya mbele katika kusanyiko ambayo inaitwa kanisa, hiyo nyumba, kama unaamini huko mbele ndio kwa madhabahu, mpendwa, umeamini vibaya. Madhabahu ni nafasi ya kutolea sadaka. Tena sadaka ya nani? Ya Mungu. Kwa kufanya nini? Kwa kuchoma kwa moto. Lakini hapa ambapo ninasimama ili niweze kuongea na nyinyi neno la Mungu, Biblia inajibu ya kutupatia kujua hapa ninasimama wapi. Msomaji, mwalimu, twende na maandiko ya Bible. Katika kitabu cha Nehemia. Nehemia anasema nini? 8:4 yake. Naye Ezra kuhani akasimama juu ya mimbari ya mti. Akasimama juu ya mimbari ya mti waliokuwa wameifanya. Hiyo mimbari ya mti waliifanya kwa kazi fulani. Kusudi hilo. Ili kusudi gani? Na karibu naye wakasimama mitia wakasimama karibu naye. Na Shema, na Anaya, na Uria, na Ilkia, na Masea, mkono wake wa kuume, vizuri, na mkono wake wa kushoto. Twende msomaji. Pedaya, na Malkia, na Ushumu, ndio, na Hasbani, twende, na Zekaria, twende. Ezra akakifunua kitabu machoni pa watu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alisimama juu ya mibari ya mti. Simama msomaji. Yaani watu wanaweza kujenga mibari ya mti, wanaweza kujenga mibari ya vioo, wanaweza kujenga mibari ya matofali, haijaitwa madhabahu. Amen. Amina. Hiyo ni imani bandia mchungaji. Hiyo ni imani ya utapeli. Hiyo haina msingi katika Bible. Amen. Amen. Hiyo ina msingi unaotokana na nini? Na fikra za watu waliotafuta. Sasa nirudie hivi. Abrahamu alipokuwa akimtolea Mungu sadaka kwenye madhabahu, tumeelewa kama kwenye madhabahu pametolewa sadaka inaitwa zabihu, yaani sadaka ya kuchoma kwa moto. Sasa Mungu akamwambia Abrahamu, unaponitolea hiyo sadaka, ndege isitue juu ya hiyo sadaka. Haleluya. Amina. Ndege isitue juu ya hiyo sadaka. Bahati mbaya, Abrahamu alipotia sadaka kwenye madhabahu, usingizi ukamshika, akawa amesinzia. Alipokuwa katika kusinzia, Mungu alimwambia nini? Ndege isitue kwenye sadaka ambalo litachomwa kwa ajili ya Mungu. Sasa kabla yeye hajatia moto kwenye sadaka, usingizi ukamshika, akaanza kusinzia, ndege ikatua. Ndege ilipotua, Mungu akamwambia Abrahamu, kwa namna usioitii maelekezo yangu, ndege wametua kwenye sadaka, uzao wako utaenda utumwani. Inaeleweka vizuri kabisa. Walioenda utumwani ni wana wa Israeli, lakini si kwamba wao ndio walifanya dhambi ili waende utumwani. Yaani unitege sikio vizuri niseme hivi, kuna mengine ambayo sisi wazazi tunaoyafanya leo kwa ubaya, watakayoilipa ni wauzao wetu. Kuna mazuri unaweza kuyafanya leo, unatoweka, watoto wako wanavuna mazuri. Kuna mabaya unaweza kuyafanya leo, unatoweka, watoto wako watavuna yale mabaya. Ndio kwa maana mtu wa Mungu hauna haki ya kufanya ubaya, una haki ya kufanya mema. Na maandiko yamesema kwenye Wagalatia, amen, amen, kwamba kadiri tupatavyo nafasi tuwatendee watu wote mema. Amen. Amen. Awe mzungu, awe
awe mweusi, awe Mkongomani, awe Mnyoranda, awe Mtanzania, awe Mkenya, akiwa binadamu yeyote, jua kumuhifadhi, jua kumpokea, mpe chakula, mpe maji akakoge, mpe nafasi akapumzike. Lile unalolifanya, hata kama yeye hatarudisha mema kwako, lakini Mungu aliyepanda tunda la wema atakulipa mema. Amen. Amen. Amina. Amen. Sasa Abrahamu alipolala, Mungu akamwambia, kwa hili kosa wewe haulipe. Hili kosa wewe hautapata ghadhabu, watoto wako ndio watalipa hili kosa. Naelewa vizuri? Amen. Naelewa vizuri? Kabisa. Sasa baada ya miaka Abrahamu akafa. Alipofariki, maandiko yanasema vizuri, alizaa mtoto anamuita Isaka. Ni vizuri? Kabisa. Isaka akazaa watoto. Isaka akazaa Esau na Yakobo, watoto wawili. Huyu Yakobo atakuja kuzaa watoto 12. Kizazi kimeanza kupanuka, kinaanza kuongezeka. Aliyefanya kosa si ni Abrahamu. Alisafariki, amelala, lakini Mungu, haleluya, Mungu wa haki hasabuake tendo. Kila tendo mwanadamu alifanyapo, hata alifanye kwenye giza, alifanya akiwa msituni mahali pasipo na mtu yeyote, alifanya akiwa kwenye ziwa katikati akiwa peke yake, Mungu yupo hapo, ameona. Amen. Amina. Amen. Amen. Hata alifanya kwenye giza kama vile wachawi. Wachawi wanajidanganya, wanajua kadiri tunavyoluka usiku na tukiwa kwenye giza Mungu atuone. Hiyo ni upumbavu. Mtumaji wa kitabu cha Zaburi anasema, niende wapi nijifiche na uso wa Bwana? Hamuna. Sasa baada ya Abrahamu kufa, vizazi vinaendelea. Yakobo amezaa watoto 12. Maandiko yanasema katika mmoja watoto wake ndugu zake wakamfitini. Hivyo walipomfitini, kuna wandugu zetu wanaitwa Waarabu, hao ambao walileta dini ya Uislamu. Ni vizuri? Hao ndugu zetu kazi yao kubwa kwa hizo miaka walikuwa wanafanya kazi ya kununua watu. Amen. 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 Hiyo ndio ilikuwa bidhaa yao. Walikuwa wanakuja Afrika, wananunua wanadamu kama wewe, kama mimi hapa. Sasa walipokutanana na hao watoto 12 wa Yakobo, na walikuwa wamemchukia mmoja aliitwa Yusufu. Sasa ndugu zake wakasema tumuue, wengine wakasema tusiue damu yetu. Yaani hao walikuwa na kitu kinaitwa ubinadamu. Amen. Walikuwa na ubinadamu. Ubinadamu ni moyo wa huruma. Ubinadamu ni moyo wa rehema. Na nielewa vizuri, watoto wa Mungu. Mtu yeyote asiyekuwa na huruma, asiyekuwa na rehema, huyu hana ubinadamu. Yaani moyo wake umebadilika na kuwa kama nyama. Tuko vizuri? Acha niongee vizuri hapa. Kuna wadada wengi katika dhama zetu leo hizi, anaweza akaendea njia za ukahaba. Ni hivyo. Katika njia za ukahaba anachukua mimba ambayo sio utashi wake, lakini sababu alitumia ukahaba amechukua mimba. Sasa hiyo mimba hapendi azae huyo mtoto, anaenda kwenye hospital kuwaona hao ambao tunawaita kwenye hospital wanawaona au tunawaita kwa Swahili tunasema hao wanaotunza watu, madaktari.
anaomba dawa ya utoaji mimba. Si wale wako. Huyu ana ubinadamu, ana unyama. Sababu gani? Anaua. Sasa hawa watoto 10 wa Yakobo walikuwa na ubinadamu. Wakasema huyu ni damu yetu, tusimuue. Tumfanye nini? Kwa hawa Waarabu wanaopita, tumwape, watupe hela, maisha yao yaende vizuri. Wakampea ndugu yao, wakawapa pesa, wakatia kwenye mfuko, maisha ikaanza. Mahali walipoenda, maandiko nasema alienda katika nchi za Waarabu, lakini kabla hajaenda alikuwa na ahadi za Mungu alizokuwa nazo, alikizipea kwenye ndoto. Aliota ndoto 2 kubwa. Ndoto lake la kwanza aliloliota, aliota wakiwa kwenye shamba wanavuna kama vile tunavyovuna mpunga kwenye shamba. Nafikiri tunaifunga matiti. Ni hivyo. Sasa yeye akaona wale ndugu zake 11 wamefunga miganda yao matiti na yake nayo imekuwa sehemu. Sasa yake ikawa mbele ya hizo 11 ya wenzake. Sasa hizo 11 zikaangukia, zikainama mbele ya ile yake. Amen. Akaambia ndugu zake, nimeona ndoto. Akasema miganda yetu kama imeabudu mbele ya yako. Wakafikiri, wasema yaani imetafsiriwa kwamba kuna wakati huyu jamaa atatutawala. Wakaweka chuki. Baada ya muda fulani akapata njozi ya pili. Akaona nyota 11, jua na mwezi, vyote vimeinama mbele yake. Akawaambia tena ndugu zake, unisikia kwenye niko naenda. Yaani semina yetu ya neno kuna nafasi nataka tuanzie ili tufike hapa mahali tuliposoma kwenye Wafalme wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Maandiko yanasema vizuri, hiyo ndoto ya pili ikawachoma ndugu zake moyo. Wakasema, yaani sisi 11 kuongeza baba mzazi na mama, sisi wote tutainama mbele yako, wewe utatutawala. Hii ni mzaa sasa unafanya. Tutatafuta njia ya kukuangamiza. Sasa walipokuwa wamechunga hizo kundi za kondoo za baba yao, wakaona wale wanunuzi, wakasema hawa ndio wameturahisishia njama yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Baada ya kufanya kile kitu, akapelekwa mahali. Alipopelekwa akaishi katika nyumba ya Potifa, sababu alikuwa na ahadi ya Mungu. Nikwambie hivi, Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi, anasema sitakufa, nitaishi ili nitangaze matendo makubwa ya Bwana. Mtu ambaye anabeba ahadi za Bwana hawezi kufa kabla hajafikia hizo ahadi. Amen. Kama Mungu leo ameruhusu tutoke Kongo tuwe hapa tuhubiri Injili, yaani Mungu aliahidi tangu milele, akijua ya kwamba ipo siku tutakuwa hapa, tutaona hizo sura na tutasema neno la Mungu, na kile ambacho ulikuwa hujakijua utakijua kutupitia, na kile ambacho tumepungukiwa tutaongezewa kukupitia. Amina. Hiyo ndio Mungu ule. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahadi za Mungu hazipotei. Mtu wa ahadi hata umchimbie shimo na umfunike ndani ya shimo, akiwa mtu wa ahadi atatoka shimoni. Amen. Haleluya. Hata watu wote wangemchukia, mtu wa ahadi akipendwa na Mungu, ipo siku wale watu watampenda. Sababu ni mtu wa ahadi. Haleluya. Sasa katika ahadi hizo, alipokuwa ndani ya nyumba ya Potifa, maandiko inasema huku ambapo ndugu zake walibakia, njaa ikaingia. Njaa ilipoingia, ilibidi waende tafuta chakula.
Sasa mahali walipowaambia ambapo pamehifadhiwa chakula si mahali pengine, ni Misri. Wakati ukumbuke vizuri, Mungu amemwahidi Abrahamu kwamba kadiri ulivyokosea kutimiza kile ambacho nilisema, uzao wako utaenda wapi? Utumwani. Sasa Mungu yeye asiyesahau anaanza kutafuta njia iwezekanavyo kile alichokisema kifikie. Haleluya. Acha niongee neno kidogo ngumu. Amen. Kuna watu Mungu amewaandikia uzima wa milele, na kuna watu Mungu aliwaima uzima wa milele. Yule Mungu aliyemuima uzima wa milele, mchungaji, hata uchukue hii speaker na hii hapa, sivyo, na tuongeze na mengine, huyo mtu ambaye hakuahidiwa uzima wa milele tumzungushie hiyo speaker zote na tuanze kumhubiri, haezi amini. Amen. Kutokuamini kwake si kwamba hapendi, lakini mbingu zimemkataa na zinamzuilia asisikie. Lakini mtu ambaye ameahidiwa na Mungu uzima wa milele, amen, amen, ukimwambia neno moja tu, hata una speaker, moyo wake unasema amina. Amina. Sababu gani? Ni mtoto wa ahadi. Amen. Haleluya. Amen. Sasa niende vizuri, muda wa njaa ulipofika wakaenda Misri. Hizo historia sitaziongea sana, lakini aliyekuwa kama msimamizi wa vyakula Misri ni yule ambaye waliuzisha. Ndio alikaa kwenye mlango akipanga taratibu za kupata chakula. Ndugu zake wakakuja, walisamsahau, yeye anawakumbuka, anamuona, anaangalia, anasema Rubeni huyo, anaangalia, anasema mwingine huyo, mewao wamjue tena. Maandiko yanasema mengi pale ambayo sitayasema, nielekee nafasi nataka kufikia. Baadaye akawaambia, nyinyi wote hawa? Akasema ndio. Hakuna sababu baba yabo yeye Yakobo alikuwa amebakia mwenyewe na mtoto mmoja anaitwa Benjamin, huyo wa mwisho. Huko kwetu kwa lugha la Kifaransa tunamuita Kade, yaani mtoto wa mwisho ama Benjamin. Sasa huyu mtoto ndio alikuwa anabaki na baba yake. Sasa wakati ambapo huyu ndugu yao ameona 10 anakosa mmoja, akauliza nyinyi wote hawasa? Ndio. Akawapa chakula, walikuja kununua. Amen. Amen. Na mule ndani ya hizo gunia zao akawatega, akatia amo vikombe vya ufalme. Wakaenda, walipokuwa wanaenda akaambia magadi board, mwendi muambie kuna vitu wanaiba. Wale wakimbilia wakawafungua mifuko yao, wakakuta vikombe viko ndani. Akawaambia nyinyi ni wamwizi. Wao wakasema yani hii ni kama balao, vitu vya ufalme vimekutaniwa katika mizigo yetu, yani hapa tunaishia hapa. 10 ilikuwa ni njama ambao ndugu yao aliyoifanya ili warudie tu, ifikie muda ambao atajieleza kwao wamuelewe. Waliporudia wote wameanza kutetemeka. Akawaambia tulieni, ili ni wahifadhi hai, mwende muniteletee mdogo wenu ule ambao mlisema hayupo hapa. Wakasema pale sasa unatumalizia. Tulikuwa na mwingine ndugu ambaye baba alimpenda sana, amekusha kufariki. Akauliza ndio nani? Aseme ndio Yusufu. Kumbe ndiye mwenyewe ameongea. Amen. Kumbe ndiye Yusufu anawauliza, lakini anawauliza kwa kuwatega. Huyo ndugu yao ndio nani? Yusufu. Mambo yalikuwaje? Huyo ndugu wetu ameliwa na nyama polini akafa. Akawacheka. Kasema jamaa uongo hawa. Sasa nyumbani kwenu kumesalia nani?
Anasema kumebakia baba na mwingine mmoja ambaye baba anampenda zaidi ya sisi wengine, yani ule hawezi kutoka pembeni ya baba. Na akamwambia ule sasa ndio mniletee. Wakawa wakibishana, kwa mwisho wakakubali. Wakaenda wakaambia baba hao, baba, mdogo wetu amehitajika ili tupate vyakula. Baba akasema mmoja amefariki, ndio Yusufu. Huyu ndio nilikuwa nimebakia naye kama furaha yangu, naye mnamubeba. Basi wakaenda. Walipofika, Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema alipowapokea wote, akaenda kwenye ikulu cha ufalme wake, akalia machozi ya furaha. Akaona namna, haleluya, amina, ndoto alizoziota zinaanza kuvaa mwili, zimeanza kufikia, zinaanza kutimilika, zinaanza kuonekana. Akawaambia, na baba yenu mwende mumulete. Walipokuwa hapo, maandiko yanasema akajieleza sasa wazi, yule mulie mfanya kuwa uchuuzi mukampea kwa Waarabu, ndiye mimi niliye mbele yenu hapa, naitwa Yusufu ndugu yenu. Wote wakashangaa, wakaanza kuishi Misri. Huko Misri sasa wakaanza kuzaana. Wao wanajua ya kwamba wako Misri kwenye raha, wako Misri kwenye furaha, wako Misri kwenye amani. Kumbi wako Misri wakienda kutimiza unabii, wako Misri wakienda kutimiza mipango ya Mungu. Baada ya kuongezeka miaka kupanda, wakizidi kuzaa, wamekuwa wengi, maandiko yanasema Farao aliyekuwa rafiki wa karibu pamoja na wengine akafa. Yule aliyemgomboa akawatia sasa kwenye mateso, wakajikuta waliingia Misri kwa raha ili watafute chakula, inawageukia wanakuwa watumwa. Maneno Mungu alimwambia Abrahamu yakatimia. Amina. 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 Kwa kwako hapa si kwamba umejiwezesha wenyewe. Kuna Mungu aliyepanga katika siku alizozipanga utakuwa hapa. Na hata ungelikuwa mgonjwa, kabla ya sisi kufika, ilibidi Mungu akuponye ili ahadi yake kwako ifikie uwe hapa. Sa ombi langu tuwe bega kwa bega, ili twende pamoja kwenye neno la Mungu, tupate kulisikia pamoja. Sasa wafalme, Mungu akapanga utaratibu. Katika utaratibu wa Mungu wa kuongoza watu kwenye kazi yake, Mungu hakuanza na wafalme. Mungu alitia watu wanaitwa waamuzi. Haleluya. Amina. Kuna wale waliitwa manabii, kuna wengine waliitwa makuhani. Anifuata mchungaji. Hawa waamuzi, manabii na makuhani, hawa ndio watu ambao Mungu aliwapa akili na ujuzi ili kuwaongoza watu katika njia za Mungu. Mungu hakuwapa wafalme, munisikie vizuri. Lakini kitu ambacho kilikuja kuwa nguvu ni hiki sasa, ambacho ni kigumu sana mchungaji, ambacho tunakiishi leo katika kizazi hiki, ambacho kinaingia leo hata makanisani, ambacho kinavuruga usalama ya Ukristo. Ni kitu gani msomaji wangu? Ingia kwenye Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza 8, anzia pale kwenye 4 yake. Sikia maneno gisi yamekuwa sasa. Samueli wa kwanza, ndiyo msomaji, 8 yake. 8:4. Ndiyo msomaji. Ndipo wazee wote wa Israeli. Wazee, twende pole pole. Wazee wote wa Israeli. Tunapoona wazee, tunaona ni watu wenye hekima, watu wenye ujuzi, watu wenye maarifa, watu ambao wameona mengi.
hivyo watu ambao wakati mwingine sisi vijana tunahitajika tuwaendee wazee tupate maarifa. Hawa wazee walikuwa wasaidizi pamoja na wale waliopewa kazi ya Mungu. Nasikia shida hii mchungaji. Twende msomaji. Ndipo wazee wote wa Israeli ndio wakakutana pamoja, wakamwendea Samueli huko Rama. Aliyekuwa nabii aliyesimama ili kuwapatia watu wa Mungu maneno ya Mungu aliitwa Samueli. Haleluya. Amina. Acha niongee kidogo hapa. Sijaingia hata kwenye andiko. Niko nakupeleka twende ili tuingie vizuri. Unajua kuna nchi mbili Afrika ambazo zimenitisha mchungaji. Ambazo hizo nchi, mniruhusu niseme hivi, ina vituko. Kuna Tanzania na kuna Kenya. Unajua kama Kenya kuna Mungu, kuna mtu Mungu. Kenya kuna mtu amejiita Mungu Jehova, jina lake Jehova. Ana mke na ana watoto, lakini ni Mungu. Kenya kuna mtu anajiitwa Yesu wa Tengaran. Yupo hapo Yesu. Bibi yake ana bibi anamuita kama Mariam. Ana watoto, wamoja ni Jibrili, wengine yani watoto wake ni malaika. Yani unakuta ni vituko. Hapo Kenya kuna mwingine amejitokeza amesema yeye ni Yohane Mbatizaji. Yani hapo ni kama vile ningesema ni Kenya kuna ikulu ya Mungu. Hiyo ndio Swahili sanifu. Yani sasa hapa Kenya kuna ikulu ya Mungu. Mungu iko Kenya, Yesu iko Kenya. na wa malaika. Mniruhusu kucheka sababu nilipofika Kenya nikacheka. Ndugu Theophile, ikulu ya Mungu iko Kenya. Asa hiyo Wakristo wenzangu ninaongea na nyinyi. Hiyo imeingia akilini kweli? Mungu, Yesu, malaika na Yohane Mbatizaji wako hapo. Tulipofanya upelelezi tukakuta kuna kiwango kikubwa cha hesabu ya watu wanaojiita manabii. Paka nikatikisa kichwa nikasema, Mungu, unabii ya kitabu cha Mathayo 24 20 hadi 22 nasema, kama siku zile zisingefupika hata wateule hawangeokolewa. Amen. Haleluya. Yani watakao wapotosha watu ni watakaojifanya kuwa Wakristo lakini wanaleta Ukristo bandia. Watajifanya Wakristo ndugu zangu, lakini watahubiri Ukristo feki. Sasa hapo Kenya tunawaona baadhi ya manabii wanajiita manabii wa kimataifa, wanajiita manabii wakubwa, wanajiita manabii wa hii kizazi, lakini ukikuta mfumo wanaotumia katika huduma zao ni kama wanatumia ushirikina. Amina. 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 Unasikia nabii anasema leo tuna ibada maalumu, watu wote waje wamevaa mavazi meupe. Hiyo ni andiko gani? Leo tuna ibada watu wote wakuje na chumvi. Hiyo ni ibada gani? Umesikia hizo ibada? Leo tuna ibada watu wote wakuje na mawe, tutampiga shetani mawe. Nakaa ninasema hii ni wenda wadhimu, ni akili imeruka, watu wamerogwa. Lakini nimeelewa kwamba alichokisema Yesu sherti itimie. Alisema manabii wengi wa uongo watatokea. Haipingwe, sherti yawe. Amina. Hapa kwetu Tanzania nako hapa zaidi huko sehemu za Dar huko,
Huko sasa kuna maibada ya manabii wakubwa, wenye vyeo, wenye jina, wenye sifa, wanauza mafuta ya upako. Anasema hawa ni matapeli hawa. Si kwamba na wazalao, lakini hiyo ni utapeli. Kwa nini ninasema ni utapeli? Mathayo sura ya 10 aya yake ya 8 kuna neno Yesu amesema, pozeni wagonjwa, pozeni wagonjwa, pozeni wagonjwa, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, wenye ukoma muwaombe watakasike, mulipewa bure. Hiyo kazi mimi Mungu niliwapa kwa bure, toeni bure, na nyinyi muwahudumie watu kwa bure. Shangilia Bwana kwa makofi mazuri. Amina, amina, amina. Muwahudumie watu kwa nini? Bure. Lakini leo wanahudumu kwa bure? Hapana. Wanakupa mafuta kwa bure? Hapana. Wanakupa chumvi kwa bure? Hapana. Wanakupa leso kwa bure? Hapana. Wanakupa maji kwa bure? Hapana. Hawa wanafanya hawa ni matapeli kabisa. Sisi hatuna injili hiyo. Hawa ndio wanazaurisha Ukristo hawa. Amen. Amen. Mimi Yesu nimewapa huduma bure. Mimi Yesu nimewapa zawadi za kiroho bure, na nyinyi mwahudumie watu kwa bure bila kuwadai chochote. Amen. Amen. Baada ya wao kupata vitu vya miujiza, wanaweza kuleta shukrani, sio dhambi. Amina. Lakini leo kuna baadhi ya manabii akiwa ofisini mwake, kuna taarifa ya kwenda kumuona. Kwenda kumuona shilingi 1000. Kwenda kuona nabii, hujamwambia shida zako, umuone tu ni kama umeenda kwenye hospitali. Hata hawa wakija hapa usiwaendee. Amina. Amina. Wale manabii ninasema kwa neno la Bwana, hawa wanaofanya vituko kama hivyo katika sehemu hizi, ninasema hawa ni watapeli, wanatapulia watu pesa zao kwa njia isiyo kwa halali. Amina. Amen. Hatukupewa injili ya vile. Hatuna Ukristo ya hiyo mtindo. Hatuna. Sasa huyu Samueli ndio alikuwa nabii. Nabii, amina. Amina. Nabii anaitwa kinywa ya Mungu. Yaani kazi ya nabii ni kupewa maneno kwa Mungu. Yes. Anawapa watu. Mungu anapenda hivi, Mungu anasema hivi. Watu wanasikia, wanatekeleza, wanayatii, wanayatenda. Mesio wa leo. Hapana hawa tunawaona leo. Mungu apewe sifa. Amina. Hapana hawa wa leo. Tofauti. Sasa hawa wazee wakamwendea Samueli huko Rama, ambaye alikuwa nabii kwa ile wakati. Twende msomaji. Wakaambia nabii, angalia, wewe umekuwa mzee, Samueli umezeeka, na wanao watoto wako hawaendi katika njia zako, hawaende katika njia zako. Basi tufanyie mfalme atuamue, twende mfano wa mataifa yote. Sikia sasa, unasikia? Ni Mungu anasema nitawapa mfalme, au wao wenyewe wanaomba mfalme? Tena kinachoniogopesha, Samueli, utufanyizie mfalme, siye taifa la Mungu, sisi ambayo tuna amri za Mungu, sisi ambayo tuna sheria za Mungu, sisi ambayo tunatembea na sauti ya Mungu. Lakini kwa kutufanyizia mfalme, usimuulize Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Usiombe Mungu, lakini uangalie namna wapagani wanavyojitengenezea wafalme, ndivyo na sisi ututengenezee kama wapagani. Haleluya. Ndio kwa maana hapa tutafanya semina ya mafundisho ili niwapelekee mjue tofauti ya watu
wanaosimama katika neno la Mungu na watu wanaofanya vinavyofanana vya Mungu lakini sio maneno ya Mungu. Amen. Amina. Amina. Make watu walioamini Mungu mzee wanaanza angalia mtindo kwa wanani? Kwa wapagani. Sio hiyo mambo, sio leo. Hiyo mambo haiko leo. Hiyo mambo sio leo. Niongee vizuri. Hakuna makanisa ili mtu awe mchungaji wanafanya uchaguzi. Hizo kanisa hazipo. Andiko gani? Uchaguzi ni kazi ya serikali. Si ni hivyo? Wao ndio kwa kutafuta waziri, kwa kutafuta sijue rais, wanafanya uchaguzi. Lakini katika kanisa la Bwana Yesu Kristo, mwenyewe ana haki ya kuchagua ni Mungu kupitia Roho Takatifu. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Na Mungu anapochagua, haangalie kiwango cha masomo, haangalie namna ya kuvaa kwako, haangalie mapato yako, haangalie kabila lako, haangalie eneo umetokea. Mungu akichagua anachagua. Amina. Lakini leo ndani ya madhehebu, ili upate nafasi ya kuwa kiongozi, wanaangalia kwanza pato yako. Amina. Amen. Jambo la pili, wanapeleleza wajue chimbuko lako, umetoka katika ukoo gani. Sasa kama lile kanisa watu ambao wanahudumu ndani, wewe ni mgeni usio wa kabila la watu wa ile kanisa, hata uwe na karama kubwa wataizima. Amina. Sababu gani? Sio wa kabila lao. Amina. Amina. Haujakuta kanisa niongea vizuri mchungaji, unielewe. Kazi yangu mimi ni kuongea tu ukweli. Haujakuta kanisa baba mchungaji, mtoto mweka hazina, muyomba shemasi. Unajua shemasi? Hawa wanafanya kazi ya udiakonia. Kisha baba mkubwa ndio amekuwa reverend. Basi unakuta kanisa imejengwa na jamii ya kabila hii, na wakianza ongea ndani ya baraza lao wanaongea lugha hii. Hiyo sio kanisa ya Mungu. Kanisa la Mungu linachanga lugha, rangi, kabila, sura, viwango vyote vya watu Mungu ameviunga pamoja. Amen. Amina. Amen. Naanza niko naeleweka. Hapa tuko kwenye semina ya neno ili kutofautisha Ukristo bandia na Ukristo unaofaa. Baadhi ya Ukristo tunao leo ni bandia. Ukristo wa kupachika pachika. Ukiutafuta kwenye maandiko hauoni. Hiyo sio Ukristo tunautaka. Watu walio na sheria ya Mungu wanaanza kuangalia namna ya kufanyizia Mungu kazi, wanaenda angalia wapagani. Haleluya. Hata leo uende kwenye makanisa. Amen. Amen. Kuna makanisa, wazee wangu, kuna makanisa wakianza kusifu, utaona ni Diamond anapanda kwenye stage. Unajiuliza hapa ni nini? Kitu kinachoshangaza, na wanavaa hizo nguo fupi. Mchungaji mmoja anasema hizo nguo za wadogo zao. Yani hiyo nguo ambayo yeye anavaa ni nguo ambayo mtu watatu nyuma yake ndio alipashwa ivaa. Kisha wanacheza, unajiuliza wako kwenye kabare, wako kwenye mitindo ya kipagani. Yani leo Wakristo wako naangalia mitindo ya namna ya kumfanyizia Mungu ibada, hawaangalie kwenye Bible, wako naangalia kwenye upagani. Amina. Amina. Na ndio maana nitawaambia hata dada zangu ambaye tutakuwa na nyinyi katika semina, tutafanya semina ya neno la Mungu. Hata katika kuvaa kwetu kuna mengine mavazi ambayo sio ya Wakristo.
ni ya wapagani tu. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Leo haujaona unaenda barabarani unajiuliza huyu ni Mkristo ni mpagani? Kwa mtindo tu wake wa nini? Wa kuvaa. Kabisa. Haujua mtie wapi. Haujawaona? Maandiko tuko tunaisoma. Wakaambia Samueli, utufanyizie mfalme atakaye tuongoza kwa mfano wa wapagani, kwa mfano wa mataifa. Amen. Hii inanitia huzuni sana mzee wangu. Vingi leo viko katika Ukristo, tutaviongea kwa hii semina. Kama ni Juma tunafaa semina, nitakuonesha vitu ambavyo Wakristo wameingiza katika Ukristo ambavyo vinatoka kwa wapagani. Ngoja niseme kaneno kadogo lakini katasikilika tu kwa ugumu wake. Hakuna sherehe wanafanya sikukuu ya wanawake. Ipo wanasema siku 8 ya mwezi wa pili. Si ni hivyo? Mwezi wa 3, siku 8 ya mwezi wa 3. Ni sherehe ya nini? Ya wanani? Wende asa angalia na vitu vinatendeka hiyo siku. Vituko. Hata kuna wamama ile siku anaambia mume wake, leo ni wote ingia jikoni. Sisi wamama leo tumepewa nafasi yetu na shetu kule la. Anasahau kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 16. Mungu amesema mwanamke, kwa sababu umesikia sauti ya nyoka, hivi hapa utazaa kwa uchungu, na katika kukua kwako mume wako atakutawala. Wao wakasema hapana, tutakuwa na siku yetu ambayo wenyewe tutajitawala. Hiyo ninapita, nitaongea kwa zaidi. Amena. Amen. Utufanyizie mfalme kama wapagani. Njoo leo nakuta watu wanafanya uchaguzi ndani ya kanisa. Leo nakuta watu wanafanya mizaa katika kanisa. Mizaa. Haleluya. Amina. Tuna haki ya kusifu Mungu, lakini tunasifu kama watu waliojazwa Roho. Amen. Amen. Amina. Hautasifu mpona anza piga bipasi. Unakuta mtu anasifu mpaka huko kwetu Kongo kuna dini moja wanawaita waneno. Kwa usemi mwingine wanaita wamanyonga. Yaani ni dini ambao baba mama wakiwa kanisani wananyonga kiuno, najiuliza baba iko wapi, mama iko wapi, muko iko wapi, mtoto amna. Twende mbele shehe wote. Amen. Maliza msomaji. Nitamalizia. Katika iko kitabu cha Samueli. Njoo pale hujamaliza vizuri. Wakamwambia, angalia, wewe umekuwa mzee. Samueli umezeeka. Na wanao hawaenendi katika njia zako. Ndio. Basi tufanyie mfalme atuamue. Ndio. Mfano wa mataifa yote. Mfano wa mataifa yote. Lakini neno hilo likawa baya machoni pa Samueli. Wakati Mungu tu Samueli alisikia watu wanakia wanamwambia, juu Samueli alichaguliwa na Mungu. Si tumejua ile historia yake? Mungu ndio alimchagua Samueli. Sasa Samueli anakuya pata bahati mbaya, wale watu wanaleta ombi pahali wamwambie kwamba utuulizie Mungu, baada ya wewe kutoweka nani atakaa nafasi yako? Mungu akuambie uanze muandaa. Wakusema hiyo. Wasema habari za kuuliza Mungu zimepita na wakati. Kwanza Mungu asemake tena. Kwanza Roho Takatifu haipo tena. Kuna watu wanasema hivyo kabisa. Hivyo? Ndio. Utufanyizie tu kwa mfano. Twende msomaji. Lakini neno hilo likawa baya machoni pa Samueli. Twende vizuri. Waliposema tupe mfalme atuamue. Ndio. Naye Samueli akamuomba Bwana. Samueli akaenda sasa mbele ya Mungu kwa magoti. Bwana akamwambia Samueli. Mungu akamwambia Samueli, usikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalo kuambia. Usikie biebale batu biko na kia kuambia. Kwa maana wakataa wewe. Abakukatale wewe, bali wamenikataa mimi. Unajua, haleluya. Amina. Mtu aliyeitwa na Mungu afanye kazi ya Mungu, akisimama kwa kufanya kazi ya Mungu,
haangalie sura kabisa, haangalie cheo, haangalie mapato, anaangalia haki ya Mungu. Umeelewa vizuri? Yaani akisimama akemee dhambi, yeye apake mafuta, anasema hii ni dhambi na hii ni haki. Lakini mtu aliyefanya kazi ya Mungu kwa kuchaguliwa na watu, inamubidi afanye vitu vya kuwapendezesha wale watu. Hata wakiwa kwenye kosa, hawezi kuwakanya kwenye kosa, sababu ni wao wamempatia kazi. Amen. Lakini mtu aliyepewa kazi na Mungu, huyo anasimama kwenye haki ya Mungu. Amen. Na katika hii wakati, amena, amen, watumishi wengi leo ambao wako makanisani, ninapowachunguza katika macho ya kiroho, namna wanapeleka taifa, ninatia alama ya ulizo, hawa wakuitwa na Mungu. Amina. 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 Haujaona kanisani mchungaji, wanakwaya kanisani, wanabadili rangi ya nywele na wanaimba kanisani. Waimbaji wanatia rangi kama ya blue, wanatia kama rangi nyekundu, na ni waimbaji wapi? Kanisani. Lakini tulisoma kwenye Mathayo, Yesu anasema hata mungejisumbua, hakuna mtu anaweza kujiongezea kimo ya nywele au kuibadili rangi. Sasa Mungu akaambia tu Samueli, abakukatale weye. Sababu gani? Wewe uliposimama nilipokuchagua, kila ulichokisema ni kile nilikupa useme. Sasa hawapendi mtu atakayewaongoza awaongoze kwa maneno yangu. Wanapenda atakayewaongoza achaguliwe na wao, ili awape maneno yao, ili yawe kinyume na mie. Inaeleweka? Amina. Asifiwe Yesu. Amina. Inaingia kwenye akili yetu. Amina. Sasa hawa ndio wanatawala makanisani leo. Amechaguliwa kwa ajili ya hali yake, pesa zake, elimu yake, sijue kiwango chake cha uwezo wa kujua kuongea. Anaongea sana, wanasema tutakufanya hivi. Akianza ongea, haezi waambia dhambi. Atawaambia dhambi mkimbie, atawaambia dhambi mkimbie. Inabidi aanze kuwapaka. Mungu angalii mwili, Mungu anaangalia tulo. Kuja gisi ulivyo kanisani, tutaokolewa kwa neema. Si kwamba mbingu tumeipata kwa nguvu zetu, ni neema tu za Mungu. Hata ukiwa na chupi, kuja tu kanisani, Mungu yeye aone mambo yako unaokuwa. Unaona hata ukuwa hivyo, unajiuliza ni shetani ameongea, ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Mungu akamwambia hawakukatae wewe. Yaani niseme, ukikatala aliyeitwa na Mungu, unakatala Mungu. Amina. Ukikatala aliyechaguliwa na Mungu, unakatala Mungu. Ukipinga anayekuongozwa, aliyewekwa na Mungu awe kiongozi wako, hata uhubiri, hata upande viwango vya kiroho, uzima hauna. Amen. Amen. Andiko nasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili apate kuwakuza kwa wakati wake. Tena maandiko nasema wazee watawalao vema wastahili kupewa heshima. Sasa kama kuna mtu Mungu amemuleta kwa ajili yetu awe kiongozi wetu, akitufundisha kweli, ukikwazikia ile ukweli aliyousema, haumkwazikie yeye, unakwazikia Mungu. Amen. Ukimugombanisha yeye au mugombanishe yeye, unagombanisha Mungu. Ukimkatala au mukatale yeye, unakatala nani? Mungu. Amen.
kwa sababu maandiko nasema abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Amina. Amen. Sasa hapa ndipo kumetoka kichwa ya ujumbe wetu ambao tumesoma katika kitabu cha Wafalme. Mfalme achaguliwe, na atakaye kuja mfalme wa kwanza aliyechaguliwa na watu si ni Sauli? Ndio mfalme wa kwanza wa Israeli. Soma sasa vituko vya Sauli utakuta ni marufuko. Sasa narudia hapa kwenye tulisoma kitabu cha Wafalme. Unaona kwenye nimetoka, ili nikufikishe hapa tuingie vizuri kwenye somo. Tumesoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 21 moja yake hadi 5. Inaongea habari ya Naboti Myezreeli. Huyu ndugu Naboti, maandiko yanasema vizuri, aliachiwa urithi. Nafikiri tunaelewa urithi. Yaani ni yale ambayo mzazi inawezekana kabla hajakufa au baada ya kufa ulikuwa mtoto wa kwanza au wa mwisho, au niseme ulikuwa mtoto katika watoto wake, na mzazi alikuwa ana mali. Hizo mali alizoziacha mzazi wanazigawa kwa watoto. Hiyo ndio inaitwa urithi. Sasa urithi ni nini? Urithi ni vitu mtu anapewa, hakuvitesekea, hakuvisumbukia, yaani alipewa tu. Yaani kwa usemi ya kiunabii, urithi ni neema. Amen. Mieleweka vizuri? Kabisa. Na tukirudia katika Biblia, maandiko yanasema tumeokolewa kwa neema. Yaani neema ni zawadi mtu anayoipewa bila kuisumbukia, kuichokea, kuinunua wala kuitafuta. Yaani ni kitu ambacho tu unakipata kwa ghafla. Na wokovu, kwa habari ya wokovu, hakuna kitu tulichofanya ili tuokoke. Amen. Haleluya. Amen. Hatuna kitu tulichochangia ili tuokoke. Yaani wokovu ni zawadi tumeipewa kwa bure. Lakini acha nikwambie, kwa asili yetu kama binadamu, mara mingi binadamu kitu ambacho amekipewa bila kukichokea hakikamatake na thamani. Umeelewa vizuri? Ndio maana umekuta anaenda kwenye shule ni watoto, anayelipa ada ni nani? Si mzazi. Lakini utakuta mzazi amesumbuka apate pesa ya kulipia mtoto shule, lakini mtoto alienda shule anashinda kwenye uwanja amecheza mpira. Sababu gani? Hajue mateso ya pesa. Lakini baba anayelipa ili apate pesa ameteseka. Na leo ukiangalia kitu cha kwanza ambacho hakina thamani katika ulimwengu ni Ukristo. Wokovu imezaraulika sana. Amina. Amina. Mtu iko napoteza wokovu kwa ajili ya benye tu. Mnaelewa benye? Hiyo tunasema ndazi. Ndazi samani. Mimi nasema lugha la Kifaransa samani. Utakuwa umeelewa vizuri. Ndazi. Unasikia vizuri? Kama ni dada anaweza sikia njaa na hana pesa ya kuuza hiyo ndazi, lakini kuna ikaka imoja ina hizo tamaa za zinaa, anaweza kumwambia nizini na wewe tu nitakununulia mfuko wa mandazi. Na huyu dada ni Mkristo, kwa sababu ya ndazi tu Ukristo anaufanya nini? Anafanya nini Ukristo? Anautupa. Yaani haone thamani ya Ukristo. Lakini kama ukikaa vizuri, ufikiri kwa zaidi, uangalie gharama ambayo
Yesu aliifanya ili leo tuitwe wa Kristo. Hauwezi linganisha Ukristo na kitu chochote. Haleluya. Aliacha enzi, heshima, utukufu, sifa, kutokuonekana. Maandiko nasema akavaa mwili, akakuja kama mtu. Haleluya. Yaani niongee vizuri kwa heshima, leo ambaye tumemjua ameongoza nchi yetu ya Tanzania ni mheshimiwa Mama Samia, si hivyo? Lakini ifikie tu tusikie kwamba mama amesema ya kwamba mimi ninaona kuna utata fulani ambaye amejitokeza. Kuna shimo ambao ndani muna tope nyingi na watu wako wanaangukia papo, wanafariki. Mimi mwenyewe nitachukua lupao niende kutosha hiyo tope kwenye shimo ili watu wapite vizuri. Unaza watu watasema nini? Rais ameacha ikulu, amejishusha hadi kuchukua lupao. Uangalie hiyo kiwango. Amina. Jo kiwango Yesu amefanya. Yesu ameacha kila kitu, amekuja duniani. Amina. Amen. Aliitwa Emmanuel, Mungu pamoja. Wakati ameanza kufanya kazi, hawakumgeuza Beelzebule, yaani anayeongoza mapepo. Amina. Kwa kiwango chake, kwa heshima alizokuwa nazo. Amina. Wanampiga kofi kwenye lichafu. Ule mwalipiga Yesu kofi, Yesu ndo alimuumbaka. Yesu ndo aliumba ile jamaa. Samani ukaramusi tu kofi mwa Yesu. Yesu anamwangalia. Maraba mnione jaribu hii. Udongo hii nimefunyaga. Niko na kuonesha kiwango cha heshima ya wokovu. Haleluya. Amen. Usikamate wokovu jinsi unaiwazia. Kuna aliyelipa gharama. Kuna aliyegharamia wokovu. Haleluya. Amen. Kuna yani sijui niseme nini. Nashindwa jinsi ya kutafasiri zaidi ili watu waelewe. Nashindwa mchungaji. Haleluya. Yani tulikuwa tu tumelala, tumeamka na natuambia umeokoka. Nimeokoka. Nimeokoka. Naona nimeokoka na fula na dhambi zangu. Wewe unaimba, lakini uliza yule aliyeleta wokovu. Haleluya. Siku 40 mchana na usiku iko jangwani akiomba bila kula na bila kunywa. We masaa 5 utaanza unajua imekuwa 2. Masaa 5 tu hujatumia chochote kifungua kinywa. Utaanza unajua hivi. Ni kama 2, moja ina nyingine hii. Lakini Yesu amefanya siku ngapi? 40. Siku 40 mchana hakule. Amina. Amina. Anaenda mpaka Goligota. Anafika pale. Alisapigwa viboko ambao kama mimi na wewe tungekuwa pale tuone vile viboko alivyochapwa kwa ajili yetu, usingeuzisha wokovu unayeuzisha. Mtu akikukwaza unamtukana, unakosa kujua gharama ya wokovu. Haleluya. Amina. Haleluya. Ili tufike hapa
Inawezekana tumetembea hata zaidi ya kilomita 1000 tufike hapa. Tumekuja kwenye gari, tumekuja kwenye basi, tumekuja kwenye pikipiki. Yule anayetulinda ndio tuko na hubiri hapa. Haleluya. Kwa nini hauoni thamani ya wokovu? Sisi wa Kristo nani ameturoga? Mtu akikwambia hapa, niseme dada hapa, mtu anakuambia kesho saa 5 kamili uje nyumbani nikupatie 1,100. Nafikiri utafika pale saa 4 na kosa. Hizo zingine dakika zikuendelea ukiwa hapo. Lakini wakituambia tuwe kwenye ibada, kwenye semina ya neno la Mungu saa 5, saa 6 ndio unaanza nawa, saa 7 ndio unafika. Na huo utajitengenezea maneno ya faraja. Hawachelewake kwa Mungu. Aliyekuja asubuhi na aliyekuja jioni na aliyekuja mchana, wote walipokea pamoja. Hizo ni faraja. Hizo tu ni faraja tunazojitengenezea. Lakini acha nikwambie, maandiko yanasema Mungu haziakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Amina. Wokovu ina gharama. Pale nikopenda uelewe. Elewa gharama ya wokovu. Niliposoma kitabu wa Kolosai nasema akajifanya kama hana utukufu, akajinyenyekeza, akatoa namna ya mtumwa. Unajua mtumwa? Hapana mtumishi. Mtumishi anatumika ili apate ajira. Mwisho ya mwezi mtumishi analipwa. Mtumwa amenunuliwa, anatumika bila matarajio ya chochote. Ndio Yesu amefanya kazi ya utumwa, hapana mtumishi, mtumwa. Haleluya. Haleluya. Yani yeye amekuja kutoa uhai wake bila kutarajia chochote, mpaka amesema ni upendo wa namna gani mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Amen. Sasa wokovu. Haleluya. Kama kuna kitu utachunga maisha yako, chunga wokovu. Kama kuna kitu utapenda katika maisha yako, chunga wokovu. Kwa sababu wokovu, haleluya, ina faida 2. Nikwambie hizo faida. Faida ya kwanza ya wokovu, ukiwa katika wokovu unapata faida katika mwili huu tunao katika ubinadamu wetu. Tukigonjwa wametuponya. Ni hivyo sio hivyo? Tukiwa na vita, tumeshambuliwa na wachawi, tunapomuita anakamata ulinzi juu yetu. Amena. Amina. Amen. Hata tukiwa tumekata tamaa, tumeachiwa na watu, yeye ametutumia wandugu ambao watatufariji. Amen. Hata tukiwa baharini, dharuba imeinuka, tunapomuita anatiisha dharuba. Amen. Na baada ya kutoka katika mwili tunaishi na Yesu. Haleluya. Haleluya. Yani hatumshike Yesu kwa bure, tuna faida kwake. Tukiwa katika mwili tuna faida, tutakapotoka katika mwili tuna faida. Lakini wasio na Yesu wana hasara wakiwa katika mwili, na watakapotoka katika mwili jehanamu wataenda. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri. Huyo ndio tunayemtangaza hapa, ametufaa. Amen. Nimwache Yesu niende kwa nani? Nikateseke. Nani anayelea kama Yesu? Unajua kuna wakati ingine tukikuja kukuchungulia gisi unavyolala kitandani usiku, unalala
Hata kuna kidudu moja naitwa mende, sijui mnaita nini. Ni hiyo mende tu. Hata kuna wakati mende anakuja, anakupita hako, anakuja, anataka ingia kwenye sikio. Haleluya. Yesu anasema, toka. Usimpeleke mtoto wangu kwenye matatizo ya kwenda hospitali. Hiyo mende napita hapa, inaenda kwenye sura, inaenda pole. Sasa hata kuna baadhi ya wengine, hata hizo nyoka unaweza kuta inaingia nyumbani na inaingia na inatoka. Nani analeta ulinzi? Yesu Kristo. Usimwache Yesu. Haleluya. Amen. Usimwache Yesu. Na wokovu ni kitu cha kwanza, ni pale niko naongea. Ningali na dakika 13 na zaidi. Amina. Wokovu ni kitu cha kwanza ambacho unapaswa chunga zaidi ya vingine vyote. Yesu uko Bwana. Amen. Karama ambayo alifanya ule baba anastahili sifa. Haleluya. Amen. Anastahili sifa Yesu. Na hakuna mwokozi mwingine atatokea isipokuwa yule ambaye ametokea, Yesu Kristo. Niende vizuri. Naboti alipopewa urithi, niko naongea habari ya urithi. Na kuambia kwako urithi ni wokovu ambao umeipewa bila kutafuta, bila kuiendea hapa wala pale, wala bila kuisomea. Tumeipewa kwa bure. Apewe sifa Yesu. Amina. Lakini maandiko yanasema ule Naboti alikuwa na shamba. Unaelewa vizuri? Haleluya. Alikuwa na nini? Naboti alikuwa na shamba. Shamba la mizabibu. Hapa niko nataka ongea maneno ya unabii ili uelewe mafumbo ya Biblia. Alikuwa na shamba ambalo ndilo urithi wake. Kitu cha pili, ilikuwa ni shamba la mizabibu. Sasa kwa nini Naboti azingatie shamba, tena shamba la mizabibu? Silo ni swali. Kwanza inatubidi tuelewe usemi ya Biblia. Shamba katika unabii inabeba sura gani? Apewe sifa Yesu. Amina. Wakorintho wa kwanza 3:9. Wakorintho wa kwanza 3:9. Inasema nini? Maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Katika Torati tuliyoisoma kwenye ile kitabu cha Wafalme wa kwanza 21:1 yake, Naboti alikuwa na shamba kama lile ambalo wewe unalo mahali ambapo umefanya kazi. Lakini katika usemi wa Biblia tunakuja kufasiriwa shamba, maana yake kanisa la Yesu Kristo. Amen. Paulo amesema, maana sisi ni wafanyakazi pamoja naye. Sisi ni shamba la Mungu. Ninaeleweka vizuri? Kabisa. Shie ndo shamba la Mungu. Sasa kwa nini niseme sisi ni shamba? Tega sikio niende napunguza kwa leo. Sawa, ninafanya tu ufunguo wa somo ili kesho yake tuendelee. Amena? Amina. Kwa nini iwe shamba? Tunapoongelea neno shamba tunaona vitu fulani. Kwanza, ili shamba liitwe shamba inahitajika iwe na udongo. Nafikiri hiyo ni moja kabisa. Pili, ili shamba iitwe shamba inahitajika ilimwe. Tatu,
shamba inahitajika ndani watiwe mbegu. Mambo matatu ili shamba iwe shamba. Kwanza, inahitajika iwe na udongo. Hakuwezi kuwa shamba ya muhewa. Isakuwa sasa nina shamba yangu iko hewani? Hapana. Usasikia kuna shamba iko baharini? Hapana. Ikiitwa tu shamba, yani iko kwenye ardhi, inapasha iwe na udongo. Pili, ili itwe shamba inahitajika ilimwe. Tatu, ili iitwe shamba inahitajika ndani watie mbegu. Na jambo la nne, ili iitwe shamba inahitajika iwe na mumiliki. Aliwezi itwa shamba bila mumiliki, inakuwa shamba la mangombe. Sasa haya mambo manne ni mambo ya unabii. Amina. Amina. Shie ndio shamba la Mungu. Na kama ningesema kulimwa, nilisema hatua ya pili ya shamba inahitajika kabla ya kupanda mbegu ndani ya shamba, inaomba ile shamba ilimwe. Sasa sisi ambaye ni shamba la Mungu, Mungu ametupatia kitu kinaitwa wokovu. Baada ya kupewa wokovu, akatia mbegu lake ndani yetu. Luka 8:11 yake. 8:11. Kitabu cha Luka. Kitabu ni cha Luka. Ndio. Maandiko yanasema vizuri katika 8:11. Twende. Nawe mfano maana yake ni hii. Yesu anasema yale maneno niliyowaambia kwa mifano maana yake hii. Mbegu ni neno la Mungu. Shangilia Bwana kwa makofi. Amina. Haleluya. Amina. Kumbi kama sisi ni shamba, tumepata wokovu, mbegu inahitajika ipandwe ndani yetu. Na maandiko nasema mbegu ni neno la Mungu. Amina. Amina. Amen. Amina. Amina. Jambo la nne, ili shamba linahitajika liwe na mumiliki. Sasa mumiliki wa kanisa ni Yesu Kristo. Amina. Acha tusome lile andiko niende napunguza. Mathayo 16:18, msomaji. Kitabu cha Mathayo. Niachie hapo kwa leo. Ndio. 16:18. Inasema nini? Maandiko nasema vizuri. Katika 16:18. Twende msomaji. Nami nakuambia, ndio, wewe ndiwe Petro. Kabisa. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Simama. Yesu anasema nitalijenga kanisa langu. Nani mwenye kanisa? Yesu. Unisamehe kuwauliza, mwenye kanisa ni nani? Yesu. Lakini leo hujasikia watu wanakuambia mimi nina kanisa langu. Hujasikia mtu anakuambia mimi nina kanisa langu. Na anakuambia ukicheza na mimi nitakutosha kanisani mwangu. Ni vizuri, ni lako, ututoshe. Lakini anaye miliki kanisa ni Yesu. Sisi ni wafanyakazi wake. Imeleweka watoto wa Mungu? Kabisa. Sisi ni wafanyakazi wake. Lakini boss wa kanisa ni Kristo. Anayemiliki kanisa ni Kristo. Anayetawala kanisa ni Kristo. Aliye na jukumu ya kuongoza kanisa ni Kristo, ambaye tunapaswa jifunza maneno yake katika kusanyiko la kanisa. Tunapaswa jifunza mafundisho ya Kristo. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Sasa kwa leo nataka nifungie tu hapa, sababu sijaenda fasi kwenye lile andiko. Nataka usogeze moyo wako ili kesho yake aka siku 2-3 uelewe kwa zaidi. Nafungia kifungo ya leo niseme hivi:
Kwa sababu tumepewa kujua kwamba semina yetu saa 12 kamili tutakuwa tunamaliza. Na hapa tunakuwa saa 11 na dakika zake kuna baki 26 tumaliza. Lakini nachukua dakika 5 nipunguze. Kwa leo ninataka kukushauri hivi. Mtoto wa Mungu, kwanza, ikiwa umefanyikiwa kwenda shule, umefanyikiwa tu kwenda shule, sivyo? Jitahidi kuuza Bible. Hiyo ni shauri ya kwanza. Jitahidi kuuza Biblia. Shauri la pili, ukiwa na Biblia, jipe muda ya kuisoma Biblia. Shauri la tatu, tukialikwa katika makusanyiko la ibada kwa ajili ya neno, acha kila ulichotaka kukifanya kwa utaratibu, kuja sikia neno la Mungu kwa dakika kidogo. Amina. Shauri la mwisho, wewe ni shamba la Mungu. Mungu amekupatia wokovu. Ndani yako Mungu amepanda mbegu lake ambalo ndilo neno lake. Sasa lile mbegu lililopandwa ndani yako, nisikie vizuri nimalize. Lile mbegu lililopandwa ndani yetu linahitajika lizae matunda. Leo kienda Jumapili kwenye makanisa, utakuta makanisa zimejaa. Wanaojaza hizo makanisa ni wanaojiita Wakristo. Lakini ukienda tena katika mitaa, utakuta mitaa imejaa mashida, matatizo, vita, chuki, fitina, magombano, mapigano na kadhalika. Yani wale walioenda makanisani wakajidai kwamba wamesikia mafundisho, wale ukiwakuta mtaani ni wale wanafanana wapagani. Amina. Sababu gani? Kwanza, mbegu iliyopandwa ndani yao sio mbegu halisi. Yani fundisho waliolipokea sio neno la Mungu la kweli. So watazaa nini? Lakini wewe na mimi, shauri langu, Yesu anasema mbegu ni mafundisho. Sasa kama unaposikia mafundisho, unajitahidi kudhihirisha tabia zinazotangaza kwamba umesikia mafundisho. Amen. Ninaeleweka, watoto wa Mungu? Amen. Kwa sababu Yakobo anasema tusiwe wasikilizaji wa neno tu, bali tuwe watendaji. Yani kama neno linakuambia usitukane, na usitukane. Kama neno linakuambia usiibe, na usiibe. Kama neno linakuambia usizini, na usizini. Kama neno linakuambia usiende kwenye nyumba za kishirikina, na usiende. Mechaajabu hizo zote ninazozisema hapa ni tabia za watu wanaojidai kwamba wameenda kanisani. Fungia na kitabu cha Wagalatia 5:22, niachie pale kwa leo. Wagalatia 5:22. Twende msomaji. Haya maandiko yanasema vizuri, lakini tunda la Roho ni upendo. Baada ya kupokea mbegu ambalo ni mafundisho, inahitajika tuzae matunda. Matunda kwa usemi mwingine naitwa matendo. Sasa katika matendo au tabia ambazo tumehitajika tuidhihirishe kwa lile mbegu tulilolipokea, ya kwanza ni upendo. Twende msomaji tumalize. Furaha. Ya pili, tunapasha kuwa watu wa furaha ya wokovu. Simama vizuri. Katika kitabu cha Wafilipi maandiko yanasema furahini katika Bwana. Tena nasema furahini katika Bwana siku zote. Yani Mkristo hata ukilala njaa, furahia tu sababu una wokovu. Amina. Hata ukitembea kwa mguu haujapata gari, furahia sababu una wokovu. Hata
kama hujaolewa, furahia tu kwamba una wokovu. Hata kama haujazaa, hata kama unapitia mambo magumu, uwe na furaha. Baada ya kuwa mtu wa upendo, tunda la pili tumedaiwa kuwa nalo ni furaha ya Mungu ndani yetu. Hata kuna mwimbaji anaimba anasema, nimeokoka na furaha na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu. Yani mtu aliyeokoka ni mtu anatembea na furaha. Twende msomaji, amani. Unapaswa kuwa mtu wa amani, uvumilivu. haupaswi kuwa mtu wa kupanda maneno ya donda ndugu kwa watu. Maneno, uwe una uvumilivu, uwe una utu wema, fadhili, uwe mtu uwe na fadhili, uaminifu, uwe mtu ambaye umekuwa na uaminifu, upole, uwe mtu ambaye ndani mwako mna upole, kiasi, uwe mtu wa kiasi. juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Amina. Amina. Simama dakika moja tuombe Mungu.